Mange Kimambi anaamini kabisa kwamba sakata la polisi kumkamata mwanajeshi wa Marekani ambaye alikuwa anajaribu kuvuka mpaka kutoka Kenya kuingia Tanzania akiwa na mabomu manne ni sakata ama ni mbinu tu ya serikali kutaka kuwatoa wananchi kwenye reli, nataka kuwapoteza focus kwa mipango ambayo nayo ya D9 ama ya Disemba 9. Sasa Mange alikuwa ameandika kupitia mtandao wake kwamba msikubali kutolewa kwenye reli na propaganda za polisi. Kinamna gani? Mange bana alikuwa amesema kwamba Watanzania msikubali kutolewa kwenye reli kipuuzi. Hiyo habari ya mwanajeshi wa Kimarekani ni upuuzi mtupu. Iwe kweli isiwe kweli, sisi inatusaidia nini kwenye ukombozi wa nchi yetu? Na kusema kwamba msikubali kutrendisha habari ambazo zinaanzia kutoka kwao. Habari za kutrend lazima zitoke kwetu, sio kwao. Tukijikuta tu tunaongelea habari ambayo wao wametupa, tujue tunafeli na tunaingia kwenye mfumo. Sisi tu stick na habari za mauaji ya ndugu zetu na maandamano ya Disemba 9. Huyo mwanajeshi wao wa Kimarekani wabaki naye huko huko. Wengine watamtumia huyo soldier kumpata Mange. Mbo acheni upuzi, hakuna kitu kama hiko. Mimi sitokaa kurudisha TZ, never. Sasa turudi kwenye ukombozi wa nchi yetu. Yani ni hivi, kuanzia sasa habari yote iliyoanzia upande wa serikali haramu au kutoka kwa machao wao, wananchi tusipoteze haraka sana. Kumbukeni kuwa wanatafuta njia zote za kuwarudisha Watanzania kwenye hali ya kawaida. Msikubali hata kidogo. Ndio ujumbe ambao Mange alikuwa ameandika kupitia mitandao yake. Sasa kwa mujibu wa Mange bana anasema kwamba hizi taarifa kama ni kweli mwanajeshi kakamatwa ama hakukamatwa sio swala ambalo Watanzania wanafaa kulipa focus sana, lakini kwa anaamini kwamba serikali imeamua kutumia hii kama mbinu ya kutaka kuwatoa vijana kwenye reli ili waache kuzungumzia mambo ya mauaji ambayo yamekuwa kifanyika nchini na yamefanyika hususan wakati ama kipindi cha maandamano ya Oktoba 29. Lakini kingine ambacho Mange akisema kupitia ujumbe huu ni kwamba wanahitaji vijana wote wanahitaji kufocus na masuala ya mauaji ambayo ilifanyika, lakini pia ni kama mbinu fulani hivi ya serikali kutaka kuonyesha wananchi kwamba wapo makini kabisa kwa kulinda mipaka na vitu vingine kama hivyo hapa. Swali ambalo pia nilikuwa nimeuliza mwanzoni kwamba walishindwaje kuwadaka wale vijana ambao walikuwa wanasema kwamba waliingia nchini kinyume cha sheria na kusababisha maandamano ambayo ilishuhudia kuanzia Oktoba 29. Lakini kuhusiana hili inabidi kwanza tuwape hongera jeshi la polisi of course kama wamefanikiwa kumdaka mwanajeshi ambaye alikuwa na nia ambayo haijakubalika ama haijajulikana ilikuwa ni nini, na kukamatwa na mabomu hayo ni kitu ambacho unahitaji kupewa hongera zao bwana. Lakini pia kuhusiana na hiki ambacho amekisema Mange Kimambi, mimi nadhani kwamba ndio uaga na kuachia uwanja wa comment kwa ajili yako wewe. Mange amesema kwamba hii ni mbinu ya serikali kutaka kuwatoa Watanzania kwenye reli na kuwatoa kwenye focus kuhusiana na masuala mazima ya D9 ama maandamano ya Disemba 9. Lakini kama wewe pia una maoni tofauti na hiki ambacho amekisema Mange Kimambi, unaweza ukaniambia, sababu kuna watu ambao walikuwa wanasema kwamba wakishamdaka huyu mwanajeshi basi serikali ya Tanzania itatumia hii kama negotiating power, kwa maana kwamba watawaambia wa Marekani kwamba tuna mwanajeshi wenu ili tumpe mwanajeshi wenu na sisi pia tupeni Mange aje. Sasa kama exchange fulani hivi, unajua kwenye masuala zima ya utekaji ama masuala ya uraia wa mtu ambaye amekamatwa nchi tofauti, huwa inasemekana kwamba aende ahukumiwe kwao. Sawa sawa. So katika kunegotiate wasema kwamba tupeni mtu fulani na si tumpe mtu fulani. Sasa ndio Mange anasema kwamba mpuuzieni hizo taarifa, sio za kweli. Yeye hatokaa kabisa akaondoka Marekani ili kuja Bongo. Anyway, uwanja wa comment unakuhusu.